You don't co-parent? No. You don't talk? Amesema umemblock, utaki mambo yake. Wacha kublock. Hata namba sina. Uko nayo off head. Sina. Walai 07? Sijui. Unajua? Sijui. What happened? I don't have number ya anyone hata ya kwao. Sina. What happened? Unajua saa hizi wanaitwa familia ina nyota. So why? I don't know what yani kila mtu wamekosana. Like what is happening? What happened in your case? I don't know, maybe za hao wengine sijui. Oh, ujui? Nilikuwa nataka utupe tea. Hey, mimi tea, I'm not the best person to serve people tea, but ya wengine sijui. But yangu ilikuwa too much. Sasa hivi kama umekuwa ukifuatilia mitandao ya kijamii utaweza kurealize kwamba kuna podcast ambayo inafanya vizuri sana. Huyo dem anajulikana kama Maureen actress. Huyo dem ni mtu ambaye amekuwa akifanyia watu interviews recently, na ni mtu ambaye amekuwa akifanya vizuri sana kwenye hii sekta ya content creation. Tunakumbuka huyo dem ni mtu ambaye amekaa sana kwenye industry akiwa ni mtu wa comedy ama akiwa ni comedian mkubwa sana, lakini kwa sasa zile vitu ambazo anazifanya ni vitu ambazo zinampeleka extra mile, ama ni mtu ambaye anakaa kabisa si ile comedy peke yake ndiye anaweza fanya. Sasa hivi ameweza kuventure kwenye hii side ya kufanyia watu interviews ama amekuwa na podcast yake moja ambaye inajulikana kama Maureen Actress podcast, ambaye anafanyia ama ambaye ana invite celebrities. Lakini sasa hivi ukiangalia kile kitu ambacho ameweza concentrate naso sana ni our exes, ama ukiangalia zile content ama ukiangalia wale watu ambao ana invite pale, most of them ni wale watu ambao wamekuwa kwenye relationship na zile relationships gaweza kuisha. Na hivyo basi ukimsikiza ama ukisikiza zile vitu ambazo zinaongewa pale, utaweza kurealize ya kwamba most of these content creators ambao kwa sasa washabreak ama wakazi kwa sasa ni kama relationship zao zimeisha kabisa, most of them they are very bitter. Lakini sasa hivi kuna interview fulani ameweza kufanya na huyu mwanadada anayejulikana kama Redina. Tunakumbuka juzi hapa aliweza kufanya interview fulani ama aliweza kufanya vlog fulani na huyu dem anayejulikana kama Felicity, ambaye pia ni ex girlfriend wa huyu jamaa anayejulikana kama The Pluto. Waliweza kufanya naye podcast fulani ama waliweza kufanya naye vlog fulani ambayo dem aliweza kujiexpress kabisa na kaweza kuonyesha ya kwamba ni kama kweli akombita ama ni kama kabisa akombita na jamaa wake ambaye ni Sam Tolan, ama ni kama akombita na huyu ex boyfriend wake ambaye ni Sam Tolan. Lakini kwa sasa ukisikia kile kitu ambacho ameweza kukifanya pale ama ameweza kusema pale kwenye ile podcast moja ambayo ameweza kufanya na huyu dem anayejulikana kama Maureen, utaweza kurealize ya kwamba kweli madem ni watu ambao wako very different, ama ni watu ambao kabisa mtu anaweza kuwa amepanga kusema kitu fulani, lakini sasa ikafika mahali akakisema kikakuwa ina maana that ni kama kabisa huyu dem she don't care. Lakini sasa tuliweza kusikia wale watu zile vitu ambavyo walikuwa wanaongea, because kwanza walianza kuongea story na co-parenting, ama walianza kuongea story na kuweza kuwa co-parenting na hawa baby daddies wao. Lakini yule dem aliweza kusema ya kwamba kabisa yeye hataki kujua ama ajui kabisa what is co-parenting, because huyu jamaa ambaye ni Sam Tolan kabisa hayuko kwa life ya mtoto, na kama kabisa ampangie akue kwenye life ya yule mtoto, because pia wakati ambapo yule dem aliweza kumwambia ama aliweza kumulizia kama in future ana plan kabisa yule mtoto alikuwa anapatana na babake, na akaweza kusema ya kwamba hakuna mtoto mwenye hana baba, lakini sasa kwa sasa hataki kusema kama yule baba wa huyu mtoto ama yule jamaa ambaye ni Sam Tolan kabisa atakuwa baba huyu mtoto. Hivyo basi kuna kitu ambacho alimezea pale, ni kama kabisa alikuwa anataka kumaanisha kabisa even Sam Tolan si baba ya yule mtoto wake. Hivyo basi tunakumbuka juzi hapo wakati ambapo alikuwa anafanya ile interview ama wakati ambapo aliweza kufanya ile podcast na huyu dem ambaye ni Felicity, yeye mwenyewe aliweza kusema ya kwamba kabisa hayuko ready kucoparent na kwa sasa pia ameweza kuconfirm kile kitu kabisa, na kaweza kusema ya kwamba pia hayuko ready kucoparent na huyu jamaa anayejulikana kama Sam Tolan, na akaweza kusema kwamba after ameweza kuachana alimake sure kwamba ameweza kupatana yule demu ambaye ilikuwa inasemekana kama yule jamaa ambaye ni Sam Tolan anapiga ama ni kama ana push naye. Like basi aliweza kusema kwamba after kuweza kufuatilia yule demu aliweza confirm ya kwamba yule Sam Tolan pia alikuwa anamdanganya kama jinsi ambavyo alikuwa anamdanganya pale yeye mwenyewe. Hivyo basi ukiangalia kwenye hiyo story huyu jamaa, hiyo demu ambaye ni Redina na huyu jamaa wake ambaye ni Sam Tolan, kweli kabisa inakaa ni kama wale watu waliweza kuachana wakaachana, ina maana kama hawataweza kusameheana, because huyo dem tumemsikia kwingi sana zile vitu ambazo anaviongea kuhusiana na relationship yake na Sam Tolan. Ni kweli ni vitu ambavyo vinaonyesha kuna kauchungu mahali, na ni kama
yule dem kabisa hayuko ready kuachilia huyu jamaa aweze kutajwa ama aweze kuhesabiwa akiwa part of yule mtoto wao ambaye ameweza kuzaa pamoja. Hivyo basi acha tuzidi kusubiri, because tunajua jamaa ambaye ni Saptola naye ataweza kureply kile kitu na lazima aongee. Hivyo basi acha tusubiri na jamaa atakiongea kipi, ama yule jamaa atasemaje kuhusiana na kitu ambacho huyu jamaa ama huyu demu wake ambaye ama huyu ex girlfriend wake ambaye ni Redina ameweza kusema. Hivyo basi mpaka wakati mwingine, kwa heri na wakati mwema.